Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu kwa nafasi hii tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tumekusanyika kwa jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo, na ibada tulionao ni ibada ya kumaliza wiki kwa jina la Yesu na kuanza wiki nyingine tena kwa jina la Yesu. Tukimshukuru Mungu tukiwa na ufahamu kabisa ya kwamba hapa tulipofika ni mkono wa Mungu umetufikisha. Yeye ni Mungu, ametupigania vita vya siri na vya wazi, ametutetea tena na tena. Na tukiwa na ufahamu kabisa hatuwezi kusogea hatua nyingine bila uwepo wake. Kwa hiyo tunamsihi Baba azidi kuwa pamoja na sisi. Mkono wake usitupungukie, uwepo wake usitupungukie, utukufu wake usitupungukie, neema yake isitupungukie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayesema naye ni Mama El wa Jesus is the way, na msingi wa ibada hii ni neno la Mungu, ambalo neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, ni Yesu mwenyewe, ni Roho Mtakatifu. Amen. Na ujumbe ambao Roho Mtakatifu wa Mungu ameuachilia katikati yetu unasema ya kwamba ukitaka kujua hilo jambo au hilo wazo na hiyo njia ni ya Mungu aliye hai au sio ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo somo hili litakwenda kutufunulia jambo hili. Ukitaka kujua kwamba hilo wazo au hiyo njia ni ya Mungu aliye hai au sio ya Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Hakika Baba yetu wa mbinguni umetupa tena nafasi. Ni neema yako Bwana na rehema zako ambazo ziko kuu sisi wanadamu Bwana. Kwa kuwa hatuangamii, kwa kuwa uaminifu wako ni mkuu Baba yetu wa mbinguni, na rehema zako ni mpya kila siku inapoitwa leo, kila siku asubuhi. Baba, ninakushukuru kwa kutupa tena hii nafasi. Tumekusanyika kwa jina la Yesu, mimi na wateule wako wa Bwana, kondoo wako katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Tumekusanyika kwa jina kuu lipitalo majina yote, ni jina la Yesu. Ni kwako Bwana Yesu tunakuja, maana wewe ndiye Baba yetu wa mbinguni na duniani. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako, hatuna Baba mwingine zaidi yako, uliyetuumba kwa mfano wako na kwa jina lako ukatuokoa, ukatununua sisi kwa damu yako ya agano jipya, ukatufanya sisi ni wa kwako, ni mali yako siku zote milele na milele. Asante Bwana Yesu kwa damu yako ya ukombozi, kwa damu yako ya ukombozi, kwa damu yako Baba iliyomwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo la dhambi. Na kwa damu hii ya sadaka Bwana Yesu, ninaingia kwenye kiti chako cha rehema na neema. Naingia na kanisa lako hili Bwana, naingia na wateule wako, ni kondoo wako hawa Bwana, ninaingia nao kwenye kiti chako cha rehema na neema. Watoto wako wa kike na wa kiume, msamaha wa damu yako Baba ndio ninauomba sasa. Huruma zako na rehema zako ndio ninazozihitaji sasa. Na kusihi Baba, mimi mtumishi wako, mtumwa wako, kuhani wako, unisamee dhambi na makosa, unisamee uovu Baba, unioshe katika agano la damu yako takatifu ya agano jipya. Na damu yako Yesu iliyomwagika msalabani kwa ondoleo ikapate kabisa kunisafisha katika jina la Yesu. Ni kwako Baba kuna msamaha, ili jina lako liogopwe. Asante Yesu kwa ajili ya msamaha huu, msamaha wa damu yako Bwana juu ya kanisa lako Baba. Sasa ninatubu kwa ajili ya wateule wako hawa. Msamaha wa damu yako Yesu juu ya mama huyu, baba huyu, kijana huyu, binti huyu, wazee, watoto hao. Unamjua kila mmoja kwa majina, kwa kuwa Bwana umesema umetuchora kwenye viganja vya mikono yako, na kuta zetu ziko mbele zako daima. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Ninawamwagia wateule wako wa damu yako takatifu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Damu yako Yesu ikapate kuwaosha na kuwatakasa, wasamee dhambi za mawazo, maneno, matendo. Baba, ninatubu kwa ajili yao. Msamaha wa damu yako na kusihi Bwana Yesu usiwapungukie, na damu yako Yesu ikawasafishe na kuwafinyanga katika nafasi Bwana Yesu ya sisi kukuabudu na kutukuza wewe na kukuishia wewe siku zote za maisha yetu. Damu yako Yesu ipite sasa kwenye misingi ya maisha yetu ya sasa na ya kesho, kwa jina la Yesu Kristo. Ni damu ya agano jipya
iliyomwagika kwa ajili yetu kwa ondoleo, kama ilivyoandikwa katika neno lako. Na damu yako Yesu ndio ambayo inaondoa la kwanza, inasimamisha la pili. La pili ni mapenzi yako. Mapenzi yako Baba juu ya ibada hii, mapenzi yako Baba juu ya maisha yetu, mapenzi yako Baba juu ya leo yetu, juu ya kesho yetu. Mapenzi yako Baba yatimie katika jina la Yesu Kristo, juu ya wiki nyingine tena hii Bwana. Baba tunakusihi, usituache wala usitupungukie, na jina lako litukuzwe. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana kwa kulifunua neno lako. Kwa neno lako ili Bwana ukawaokoe watoto wako. Roho Mtakatifu wa Mungu ukathibitike sasa kwa nguvu na uweza wako, uwepo wako Baba ukatembee na neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Mungu, nguvu zako zikadhihirike katika jina la Yesu, ukalithibitisha kwamba ni la kwako na limetoka kwako, kwa utukufu wa jina la Yesu. Baba, ninaichota damu ya Yesu na kunyunyiza kwenye fahamu zetu, akili zetu, mioyo yetu, masikio yetu, macho yetu. Kwa jina la Yesu Kristo najimwagia damu ya Yesu na kumwagia kondoo wako wa Bwana. Kwa jina la Yesu nanyunyiza damu ya Yesu kwenye Biblia zetu. Roho Mtakatifu wa Mungu, sema nasi, fungua akili zetu tupate kuelewa maandiko. Kwa jina la Yesu Kristo, na neno lako lenye kuokoa likaokoe wateule wako, lenye kuponya likawaponye watoto wako. Neno lako ni moto na upanga, likateketeze kazi zote za ule mwovu adui shetani. Kwa jina la Yesu Kristo zikaungue zote kwa neno hili, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo. Neno lako Bwana ni taa na mwanga wa miguu yetu, na neno lako Baba likahifadhi mioyo yetu. Baba, tusaidie tusije tukakutenda dhambi. Rehema zako na neema yako zisitupungukie katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Asante Yesu. Twakuabudu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme, umeketi mahali pa juu palipoinuka. Yesu ni mfalme. Twakuabudu, twakuabudu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme, umeketi mahali pa juu palipoinuka. Wewe ni mfalme. Asante Bwana Yesu. Katika viganja vya mikono yako Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunaomba kuangukia katika jina la Yesu, nikifunika ibada hii kwa damu ya Yesu. Kila inapopita inapita katika agano la damu ya Yesu, na kila falme na mamlaka za giza na wakuu wa giza hili na majeshi yote ya mapepo mabaya, mapepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, waliojiinua, wanaojiinua na watakaotaka kujiinua ili kuzuia kusudi la Mungu kupitia ibada hii, nami ninawafunga kwa ufunguo wa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo ninawatamkia mmeshindwa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mtoto wa Mungu, ukitaka kujua ya kwamba njia hiyo ni njia ya Mungu na wazo hilo ni wazo la Mungu, Mungu aliye hai, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, zingatia haya tunayokwenda kujifunza sasa. Ukitaka kujua hilo ni wazo la Mungu au njia ya Mungu au sio wazo la Mungu aliye hai au sio njia ya Mungu Baba aliye hai, basi tunakwenda kujifunza hili. Neno la Mungu linasema katika Isaya 55 ule mstari wa 9, asema Bwana, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu, asema Bwana. Ndiyo wapendwa, lazima tuishi tukijua ya kwamba mawazo ya Mungu Baba yetu wa mbinguni yako juu sana kuliko mawazo yetu, sawa sawa na neno hili linavyosema. Na lazima tujue kwamba njia zake pia ziko juu sana kuliko njia zetu. Tena neno la Mungu limejaribu kutufikirisha kwamba
Kama vile tunavyoona umbali wa juu mbinguni na ardhi, yani distance, umbali wa mbingu na ardhi ya duniani, ndio utofauti kati ya wazo lako wewe mwanadamu na wazo la Mungu, na ndio utofauti kati ya njia zako wewe mwanadamu na njia za Mungu. Kwa unaona huu ni umbali gani? Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana anasema, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu, asema Bwana, zijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Unisikilize mwanadamu, hata pale unapojiona una hekima sana na kuona kama mawazo ya Mungu hayafai na njia alizotupangia hazifai, bado lazima tujue neno la Mungu linasema katika Wakorinto wa kwanza ule mlango wa kwanza mstari wa 25, neno la Mungu linatuambia bado ya kwamba upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na neno la Mungu linasema katika ile Wakorinto wa kwanza hiyo ule mlango wa 20b, je, Mungu hakufanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitarudia, upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Hii ni Wakorinto wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 25. Kwa nini neno la Mungu liandike hivi? Hata pale unapojiona una hekima sana we mwanadamu, unapojiona mawazo yako yanafaa, yani unaona kama mawazo yako yanafaa sana kuliko mawazo ya Mungu, bado lazima ujue hili, bado mawazo yako, mawazo yetu sisi, yani ni madogo sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa haijalishi mawazo ya Mungu Baba na njia zake, hata zionekanaje hazifai, zionekane labda za kipumbavu machoni petu, bado sisi wanadamu katika upumbavu huo wa mawazo hayo, neno la Mungu linasema katika upumbavu wa njia hizo, bado tujue zina hekima, yani njia za Mungu zina hekima kuliko zetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ni muhimu sana tujifunze kuruhusu na kuyapisha mapenzi ya Mungu Baba yatimie kwenye maisha yetu. Haleluya. Isaya 55 ule mstari wa 8 na wa 9, neno la Mungu linasema, maana mawazo yangu sio mawazo yenu, asema Bwana, wala njia zangu sio njia zenu, asema Bwana. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zijuu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Kwa hiyo tunaona kwamba anachowaza Mungu tofauti na tunachowaza sisi, na njia zake ni tofauti na sisi tunavyojiwazia katika njia zetu. Na nimekueleza pale ya kwamba yani kuna distance, kuna kuna utofauti mkubwa kati ya mawazo ya Mungu na mawazo yetu. Kama vile mbingu zilivyo juu sana na nchi ilivyo chini, nchi manake ni ardhi, ilivyo chini, ndivyo mawazo ya Mungu yako juu kuliko mawazo yetu, na njia zake kuliko njia zetu. Sasa nitajuaje wazo hili ni la Mungu Baba? Mama nitajuaje? Unisikilize. Ukiendelea kusoma neno hili utaona linatupa jibu. Amen, linatupa jibu. Isaya 55 ule mstari wa 12, neno la Mungu linasema, mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno hili lina maana gani? Kwa hiyo mawazo ya Mungu Baba, kumbuka hapa tunajifunza nitajuaje wazo hili ni la Mungu au njia hii ni ya Mungu? Sasa tunapata jibu katika Isaya 55 ule mstari wa 12, mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo, na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Kwa hiyo mawazo ya Mungu Baba na njia zake huwa zinamuongoza mwanadamu katika njia ya amani na katika njia ya furaha.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo ukiona njia ambayo haikupi amani, wazo ambalo halikupi amani, halikupi furaha, linasumbua moyo wako, ni lazima ujiulize mara mbili, uingie kwenye magoti. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo mawazo ya Mungu Baba na njia zake huwa zinamuongoza mwanadamu katika njia ya amani na katika furaha. Ndio maana anasema mtatoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Amen. Kumbuka hili neno limeanzia kule tulipotoka. Isaya hii 55. Ni neno linaendelea hili kuhusu mawazo ya Mungu na njia za Mungu. Alafu neno la Mungu linasema Wakolosai 3:15, na amani ya Kristo iamue mioni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Hii ni Wakolosai 3:15. Amani ya Kristo iamue mioni mwetu, ndio ambao tumeitiwa katika mwili mmoja, yani mwili wa Kristo. Kwa hiyo jambo linalokukosesha amani ya Bwana Yesu, acha kuendelea nalo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Jambo linalokukosesha amani ya Bwana Yesu, mtoto wa Mungu, hiyo ni taa nyekundu, acha kuendelea nayo. Alafu Isaya 55 ule mstari wa 13 tunapata tena point nyingine. Nitajuaje hili ni wazo la Mungu? Neno la Mungu linasema badala ya michongoma utamea mshunabari, na badala ya mibigili utamea mhadesi. Maana yake nini? Maana yake wazo la Mungu Baba huwa linageuza mabaya kuwa mema, miba kuwa tambalale. Badala ya michongoma utamea mshunabari, na badala ya mibigili mhadesi. Kwa hiyo wazo la Mungu Baba huwa linageuza mabaya kuwa mema, linageuza giza kuwa nuru, na sio kinyume chake. Yaani wazo la Mungu siku zote haliwezi kugeuza mema kuwa mabaya, na haliwezi kugeuza nuru kuwa giza. Kwa hiyo ukiona kitu kilikuwa nuru kinaanza kuwa giza, ujue haupo kwenye njia ya Mungu. Kilikuwa chema kinaanza kuwa kibaya, ujue hakipo kwenye njia ya Mungu. Kwa hiyo ndio maana wazo la Mungu na njia za Mungu haziwezi kamwe kukupeleka kwenye njia ya majuto. Na anasema katika neno lake, wito wake hauna majuto. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na ule mstari wa 13b katika hii Isaya 55 inatupa tena point nyingine kwamba imeandikwa, jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Amen. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Hapa tunapata pointi mbili katika hii pointi. Kumbuka tumeisha anza kule mwanzo, pointi ya kwanza, ya pili, sasa hivi tuko pointi ya tatu. Katika hii pointi ya tatu kuna pointi mbili hapa, na ile pointi ya kwanza ina pointi ya furaha na amani, sawa eh? Hii pointi ya pili nimekwambia, yani wazo la Mungu haliwezi kutoka kwenye jema likaja kwenye ubaya. Kwa siku zote wazo la Mungu huwa linageuza ubaya kuwa mema. Haleluya. Sasa pointi hii nyingine inasema jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, mstari wa 13b. Jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Hapa tunapata pointi mbili. Pointi ya kwanza, tunaona njia za Mungu na mawazo yake yakitazamwa huwa zinamrudishia yeye Mungu utukufu, zinampatia yeye Mungu jina. Utukufu huwa unarudi kwa Mungu wa mbinguni na sio kwa mwanadamu au sio kwa kitu kingine chochote. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ukiona sifa anapewa shetani, sifa anapewa mwanadamu, sifa anapewa kitu chochote kile kinaanza kuinuliwa zaidi ya Mungu, ujue hapo hakuna wazo la Mungu wala njia ya Mungu hapo. Kwa hiyo kuna jinsi ambavyo watu wakiangalia kile kitu wanaona kabisa hakika huyu ni Mungu. Ndio maana kuna watu ukiwatazama hapa duniani maisha yao tu, yani unajikuta unamtukuza Mungu, maana ni Mungu anaonekana, sio wao. Ni njia za Mungu zinaonekana katika hatua za maisha yao, sio ya wao. Kwa hiyo hawa watu unavyowaona hivyo, mpaka unamtukuza Mungu, ujue wako kwenye njia ya Mungu na wako kwenye wazo la Mungu, wanatembea hapo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hapa pia tunapata pointi nyingine katika huu mstari wa kwamba jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina, alafu litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali.
Manake nini? Mawazo ya Mungu Baba na njia zake huwa zinaacha alama isiyofutika. Ni ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Zinaacha alama isiyofutika. Mungu ni wa ajabu sana. Kwa hiyo hata njia zake, mawazo yake, matendo yake yamejaa ishara na maajabu yasiyofutika. Yaani jambo la Mungu Baba huwa linaacha alama isiyofutika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mfano, kuna watu tunajua maisha yao hapa duniani walitembea katika njia za Mungu na katika wazo la Mungu, na leo hii hawapo duniani. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini alama zao walizoacha hapa duniani hazijafutika, na bado Mungu Baba wa mbinguni anatukuzwa kwa hatua za maisha yao hapa duniani, kwa sababu tu hawa watu walitembea kwenye mawazo ya Mungu Baba na njia zake. Mimi hapa ninaweza nikasema kuna watumishi wa Mungu ambao walihubiri neno la Mungu hata kabla sijazaliwa. Na leo hii kutokana na mambo haya ya mtandao, unakutana na neno ambalo Mungu alimtumia ule mtumishi wake kuhubiri. Kumbuka hayupo duniani. Lakini mimi binafsi ninakuwa ninabarikiwa. Kwa sababu gani? Yule mtu alitembea kwenye njia za Mungu, kwenye mawazo ya Mungu, ameacha alama isiyofutika. Kwa hiyo njia za Mungu na mawazo ya Mungu huwa yanaacha alama isiyofutika. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tena alama ya wema. Inasema jambo hili litakuwa la kumpatia Bwana jina. Kwa hiyo mimi ninaposikiliza yale mahubiri ninamtukuza Mungu. Umeona? Na zaidi ya yote neno la Mungu linasema litakuwa ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Ishara ya milele isiyokatiliwa mbali. Ishara huwa siku zote inakuonyesha mahali pa kwenda. Kwa hiyo hawa watu wameacha alama. Kwa sababu gani? Walitembea kwenye mawazo ya Mungu na njia za Mungu. Ukiona maisha yako hapa duniani hayana chembe ya kuacha alama, hayana chembe ya kuacha alama ya kumtukuza Mungu, jiulize sana kama uko kwenye wazo la Mungu na njia ya Mungu. Haijalishi ni katika eneo gani Mungu alilokuweka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna watu ni watoaji, wameacha alama ya utoaji. Kuna watu wamejenga makanisa, wameacha alama ya makanisa. Yaani kuna alama fulani ambao watu wanamtukuza Mungu wakikuangalia, wakiangalia yale ambayo umeacha hapa duniani. Sasa tumeshaangalia haya. Nifanyaje Mama Eve ili nipate kutembea katika wazo la Mungu na njia za Mungu? Ninaamini kila mwanadamu mwenye akili timamu ana shauku ya jambo hili, kutembea katika wazo la Mungu na mapenzi ya Mungu. Na ni neema ya Mungu. Ile tu kutamani jambo hili ni neema ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Nitakwenda kukupa pointi ambazo mimi zimenisaidia na wewe zikufikishe mahali katika jina la Yesu. Cha kwanza, kuwa na kiu ya kutaka kuyajua mapenzi ya Mungu Baba na kuwa tayari kuyafanya kwa msaada wake, kwa sababu peke yetu hatuwezi. Kwa hiyo unakuwa na kiu na kuwa tayari kuyafanya yale mapenzi ya Mungu kwa msaada wake. Kwanza kuyataka kuyajua, Baba, ni nini yaliyo mapenzi yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa hii kiu, cha pili, ipeleke hii kiu kwake kwa kuwa na muda binafsi wa kukaa na Mungu Baba sirini. Kwa kuwa na muda binafsi wa kukaa na Mungu Baba sirini. Bila kukaa na Mungu Baba sirini, yani huwezi kujua mapenzi ya Mungu. Hatua hii wapendwa, ni mbali kabisa na kwenda kanisani, ni mbali kabisa na kwenye mikusanyiko tuliopo. Yaani huu ni muda wako binafsi wa kumtafuta Mungu Baba, kuomba, kusoma neno la Mungu, kutafakari, kusikia neno la Mungu, kutafakari. Ni muda binafsi ambao ni dhabihu yako kwa Mungu, ni sadaka yako kwa Mungu. Mungu anaangalia moyo wako, ni jinsi gani unamtaka na unatamani kuyafanya mapenzi yake. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kumbuka, mahali pa kuyajua mapenzi ya Mungu ni kwa Mungu Baba mwenyewe, sio kwa wanadamu. Hata neno la Mungu limetuonyesha walioitwa na Mungu, kina Musa, kina Samueli, waliitika kwake Mungu kwa sauti ya mimi hapa Bwana, sema Bwana, mtumishi wako anakusikia, sema nami Baba ninakusikia. Waliitika.
Maana yake nini? Maana yake, Baba Mungu, niko hapa, ninapatikana kwako na niko tayari kukusikiliza. Na walipoitika, ndipo Mungu Baba akazungumza nao kuhusu mawazo yake na njia zake ambazo anawataka hawa watu watembee. Sijui kama umeelewa. Yaani lazima uwe na kiu, utamani kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na hii kiu upeleke kwa Mungu ni kuwa na muda wako binafsi wa kukaa na Mungu, muda wa sirini. Haleluya. Ni dhabihu yako kwa Mungu. Kuna wengine wanaamka usiku, kuna wengine wanaamka alfajiri sana na mapema, wanaanza na Bwana kutaka Baba, niongoze siku hii niyafanye mapenzi yako. Nisaidie ni nini aliyo mapenzi yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna wengine muda wote ambao unautenga ni dhabihu kwa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na mahali pa kujua mapenzi ya Mungu ni kwa Mungu mwenyewe. Sio kwa mtumishi, ni kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana Samueli alipoitwa na Mungu, mwanzo hakuijua sauti ya Mungu na akaanza kumkimbilia mtumishi, yani Eli kuhani. Na kuhani akamweleza, akamwambia, ukisikia sauti hiyo ni Mungu anakuita. Kwa hiyo ya kupasa kuitika kwake, sio kuitika kwangu. Haleluya. Wapendwa, pointi ni kwamba njia za Mungu, mawazo yake Mungu na mapenzi yake Mungu utayajua kwa Mungu mwenyewe. Na ni yeye mwenyewe kwa Roho wake Mtakatifu atakusaidia kutembea katika wazo lake, katika njia zake na mapenzi yake. Kwa hiyo, kama ni hivyo, ni muhimu maisha yako baada ya kuokoka uwe na muda binafsi na Mungu Baba wa mbinguni aliyekuokoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hii ni muhimu sana, muda wako binafsi wa sirini. Hii ni mbali ya kwenda kanisani Jumapili. Hii ni mbali na makusanyiko tunaokusanyika. Wewe katika chumba chako cha siri, katika nyumbani kwako, unampa Mungu nafasi. Kwenye ratiba yako umempanga Mungu, au Mungu anaingia tu kama emergency, kwamba siku yamekukuta ndio siku hiyo mifungo, ndio siku hiyo mikesha, yani ndio siku hiyo unaanza kukurupuka. Hapana, hayo sio maisha, mtoto wa Mungu. Hayo sio maisha. Mpange Mungu kwenye ratiba yako. Mungu asiwe emergency. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kama Mungu ndiye aliyekusaidia wewe kupata hiyo kazi, basi umtafute huyu Mungu kwa mapenzi yake yeye juu ya hiyo kazi. Wazo lake ni nini la yeye kukupa hiyo kazi? Wazo lake ni nini la yeye kukupa hao watoto? Wazo lake ni nini? Utapataje haya mawazo ya Mungu? Lazima ukae kwenye maombi na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kumuuliza. Oh, haleluya. Pointi nyingine, kabla ya kufanya maamuzi yoyote, yawe hayo maamuzi ni makubwa au ni madogo, inakupasa kutenga muda kuomba, kuzungumza na Mungu Baba yako juu ya jambo hilo. Kama ni kuomba ruhusa, unaomba kwake. Kama ni kuomba kwake, unaomba. Tafuta wazo lake, tafuta na mapenzi yake juu ya jambo hilo. Usianze kitu alafu umekwama ndio unarudi kwake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Tulishafanya hao makosa, kwa neno la Mungu linakufikia leo, na kama uko kwenye hao makosa ni lazima utubu na kurejea kwake, kwamba Baba nisamee, nilichukua njia hii bila kukuuliza, ninaomba Baba neema yako isinipungukie, ninahitaji mwanzo mpya, nisaidie. Na ujenge tabia ya kabla ya kufanya maamuzi yoyote, yawe ni madogo, yawe ni makubwa, inakupasa kutenga muda kuomba, kuzungumza na Mungu Baba yako aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lazima uonyeshe moyo wa kuhitaji msaada wake. Tukumbuke neno la Mungu linatuambia katika Mithali 16 mstari wa 25, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa hiyo kuna njia kabisa, hata ukitafakari umepita, hizo njia zilionekana sawa kabisa machoni pako, lakini leo hii zimekuwa ni njia za mauti, njia za majuto, njia za vilio, njia za huzuni. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndio maana hata Zaburi 139 ule mstari wa 23 na 24, neno la Mungu linatufundisha kuomba, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu,
uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaona, haya ni maombi. Huyu anaomba na neno la Mungu limeandika haya tupate kujifunza kwamba tuna uwezo, tuna neema ya kwenda kwa Mungu kumwambia, Mungu Baba, unichunguze. Ujue moyo wangu, uyajue mawazo yangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Kwa hiyo wapendwa, ni muhimu sana sana sana, kama unataka kutembea katika mapenzi ya Mungu, wazo la Mungu, njia za Mungu, bila kuogopa wanadamu. Usiwaogope wanadamu kuliko kumwogopa Mungu. Usiogope kusema hapana katika kitu ambacho hakimpendezi Mungu na kusema ndio katika kitu ambacho kinampendeza Mungu. Mara nyingi tumekuwa tunaogopa wanadamu. Wanadamu hawana mbingu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wanadamu hawawezi kukuokoa katika mitego ya muovu, ni Mungu tu. Kwa hiyo ni muhimu kutukiwa na muda wa kukaa na Mungu Baba aliye hai, muda wako binafsi wa sirini. Baba, nifundishe ni nini yaliyo mapenzi yako yawe kuniweka hapa duniani. Nijulishe, na ukisha nijulisha, Baba wa mbinguni, ninaomba Roho wako Mtakatifu anisaidie kuyafanya mapenzi yako. Nahitaji msaada wako, hapa siwezi. Kuna jambo limekutokea, rudi kwenye magoti. Baba, niende safari hii nikahubiri mahali hapa au nisiende? Muulize Bwana. Haleluya. Na hili ndilo neno la Bwana. Mungu akubariki sana. Asante Bwana Yesu. Twakuabudu. Wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme. Umeketi mahali pa juu palipoinuka. Yesu ni mfalme. Twakuabudu, twakuabudu. Yesu ni Mungu, hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme. Umeketi mahali pa juu palipoinuka. Yesu ni mfalme. Tuombe. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, ninakushukuru kwa neno lako la uzima lililokuja kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako na uweza wako Baba, ambazo zinadhihirika sasa, zinadhihirika kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hakika Baba, kwa neno hili vifungo vimeachia katika jina la Yesu. Falme za giza, mamlaka za giza, wakuu wa giza, wafalme wa anga, majeshi ya mapepo wabaya, mapepo chafu katika ulimwengu wa kiroho, ambao walikuwa wameshika hatua za watoto wako ili wasitembee katika kusudi lako. Neno lako hili Bwana Yesu, lilo moto na upanga, linateketeza sasa kila ambacho sio cha kwako. Na kama ilivyoandikwa, kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Kwa jina la Yesu Kristo natuma malaika wa Mungu sasa wakapate kung'oa mapando yote ambayo sio ya Bwana juu ya mwili wa Kristo katika jina la Yesu. Bwana Yesu, neno lako limetumulika. Tunahitaji rehema zako na neema yako popote tulipofanya kinyume na mapenzi yako Baba yetu wa mbinguni. Iwe ni kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Damu yako Yesu initakase mimi na kulitakasa kundi lako hili, kondoo wako hawa Baba, katika kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Damu yako Yesu itupe mwanzo mpya ndani yako kwa utukufu wa jina lako. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Neema yako Baba isitupungukie. Tunakushukuru Baba. Asante Yesu. Tunaungamanisha sauti zetu sasa tukisema asante kwa kuwa Bwana tumeimaliza wiki hii kwa jina lako takatifu. Asante Baba. Kila mmoja wetu afungue kinywa chake na kumshukuru Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Bwana. Asante Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu kwa kutulisha, kutuvisha, kutunywesha. Tumeuona wokovu wako Baba yetu wa mbinguni. Umetutetea, umetupigania vita vya siri na vya wazi. Umetuokoa na mitego yote ya muovu.
Asante Baba kwa kulituma neno lako kutuokoa na kututoa kwenye maangamizo yetu yote. Asante kwa sauti yako inayosema nasi usiku na mchana. Asante kwa kufanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu milele. Hata sasa Bwana umetenda. Ni kwa jina lako tumeimaliza wiki hii Bwana. Ni kwa jina lako Yesu tunakwenda kuanza wiki nyingine. Mimi na wateule wako wa Bwana, kondoo wako wa Baba, ninawamwagia damu yako takatifu Bwana Yesu. Ninaendelea kuwakabidhi kwenye mikono yako katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu aliye hai. Hatua zao Baba ninazinyunyizia damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu wasaidie wakatembee katika yaliyo mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, neema yako isitupungukie, yenye kutufundisha ni nini yaliyo mapenzi yako. Baba, asante na wazungushia ukuta wa damu ya Yesu. Hakuna uovu utakaowagusa katika jina la Yesu. Mabaya hayatowapata watoto wako hawa katika jina la Yesu. Tauni haitoikaribia hema yao katika jina la Yesu. Kwa kuwa Bwana wamekaza kukupenda wewe. Baba, katika jina la Yesu umesema utawaokoa. Utawaokoa na mitego yote iliyo mwovu. Nami ninawazungushia ukuta wa damu ya Yesu. Ninawafunika kwa damu ya Yesu. Ninaenda kinyume kabisa na roho za balaa, laana, mikosi kwa nguvu ya jina la Yesu. Naenda kinyume na roho za magonjwa juu yao, hazina mamlaka. Ninafunga kwa damu ya Yesu falme za magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Falme za majini, mapepo, nguvu za giza hazina mamlaka juu yao kwa jina la Yesu. Nami ninaachilia damu ya Yesu kama ukuta wa moto la Roho Mtakatifu katikati yako wewe, mtoto wa Bwana Yesu, na shetani Lusifa na mawakala wake wote katika jina la Yesu. Ninatamka kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu kama ukuta wa moto la Roho Mtakatifu katikati ya watoto hawa wa Bwana Yesu na shetani Lusifa na mawakala wake wote katika jina la Yesu. Na uhalali wote wa adui kuyafuatilia maisha yako, ninaumwagia damu ya Yesu kama ilivyoandikwa, hati za mashtaka na hukumu zimegongomelewa msalabani. Kwa jina la Yesu Kristo, shetani una cha kusimamia tena. Achia maisha ya watoto wa Bwana kwa nguvu ya jina la Yesu na kuamrisha. Achia kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu. Katika jina la Yesu naharibu kazi zako zote kwa damu ya mwana kondoo. Kama ilivyoandikwa, anaijulikane mwana wa Adamu Yesu Kristo alikuja kuziharibu kazi zote za ibilisi. Zinaharibika sasa. Nikinyunyiza damu Yesu katika hatua za wateule wa Bwana. Baba, ninamwagia mikono yao damu ya Yesu. Bariki kazi za mikono yao kwa utukufu wa jina lako. Asante Yesu kwa kuwa umetenda, kwa maana fadhili zako ni za milele, katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Na Mungu Baba akikupa kibali, karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144 na namba nyingine ni +255 769145925. Damu Yesu ikufunike. Inuka uangaze, songa mbele. Pendo la Mungu latosha maishani mwako katika jina la Yesu. Amen.